Mkakati wa Jeshi la Polisi wa kwanza katika kushughulika na uhalifu ni mkakati wa kuishirikisha jamii katika swala zima la kuzuia uhalifu. Tunaamini kwamba kuzuia uhalifu ni jambo la msingi sana na ni jambo ambalo gharama yake ni nafuu ukilinganisha na kusubiri hadi pale ambapo uhalifu umejitokeza na kwenda kupambana nao. Kwa hiyo tunatumia njia rahisi ambazo ni kukutana na wananchi na kuzisikiliza changamoto zao ambazo pengine hazijakuwa kufikia hatua kubwa ya kuleta uvunjifu wa amani na kuweza kuzishughulikia kwa pamoja. Yale ambayo tunayapata ambayo ni vyanzo vya uhalifu au vyanzo vya uvunjifu wa amani tunayafanyia kazi baada ya kuyaratibu, kuyapokea na kuyaratibu kupitia mipango kazi yetu, na mengine kufanyiwa utaratibu wa kioperation wa kazi ya kukamata wale wahalifu wanaofanya usumbufu. Kwa kufanya hivyo tunatarajia kwamba tutaweza kufikia kuzisikiza changamoto moja kwa moja na hivyo kuzitatua kwa urahisi zaidi. Mathalan, wakazi wa mkoa wa Mwanza tunawakumbusha yafuatayo. Wakazi wa Mwanza tunawakumbusha wafunge kamera, CCTV kamera katika makazi yao, katika biashara zao, na hata wale wanaomiliki magari ya kubeba abiria, mabasi ya abiria, wafunge CCTV kamera ili ziweze kutusaidia sisi Jeshi la Polisi katika matukio yanapojitokeza na tunapokuwa tunafanya uchunguzi katika matukio haya. Mathalan, mliona ile tukio la mauaji ya mama mmoja iliyotokea pale Usagara. Light kama yule mwenye nyumba ya kulala wageni angekuwa amefunga CCTV kamera, ingetupa urahisi mkubwa sana Jeshi la Polisi kuwafikia wahalifu mapema. Kwa hiyo tunasisitiza sana swala hilo, lakini yapo matukio mengi ambayo wanapokuwa wamefunga CCTV kamera yametusaidia sana kufikia uchunguzi wetu wa mapema wa kuwabaini wahalifu na kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tunawakumbusha wakazi wote wa mkoa wa Mwanza kuendelea kuheshimu sheria za usalama barabarani. Tunawakumbusha kujenga utamaduni wa usalama barabarani ili kupunguza matukio ya ajali. Makosa hatarishi haya ambayo yamekuwa yakichochea kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani, tunazidi kuwakumbusha wananchi waepukane nayo. Makosa kama kuendesha pikipiki pasipo kuvaa kofia ngumu, makosa kama kupakiza mishikaki kwenye pikipiki hizi za kubeba abiria, makosa kama kupita kwenye hizi alama zinazokupasa kusimama pasipo kusimama. Tunawakumbusha wananchi wanaotumia barabara, hususan waendesha pikipiki, wazingatie sheria za usalama barabarani ili usalama wao na mali zao kwa watumiaji wote wa barabara uendelee kuwepo. Tumewaonyesha namna gani watu ambavyo wanapata majeraha kule wako hospitali, watu wanavyopoteza maisha. Hiyo elimu tunapaswa kuwa nayo sote, kwamba sote tuna wajibu huo wa kutunza maisha yetu kupitia kuheshimu sheria za usalama barabarani. Lakini kubwa zaidi, kujenga utamaduni wa usalama barabarani kwa kila mkazi wa mkoa wa Mwanza. Lakini lingine ambalo tunawakumbusha wakazi wa mkoa wa Mwanza ni kutoficha matukio ya kihalifu. Wanatakiwa kuripoti matukio ya kihalifu pasipo kuyaficha. Unapotoa matukio ya uhalifu kwa Jeshi la Polisi, unatoa nafasi ya kuyashughulikia kwa pamoja kama nilivyosema, kuliko kuyaficha. Jeshi la Polisi ambalo nimesema, Jeshi la Polisi linafanya kazi kwa misingi ya utendaji wa kufanya kazi kwa haki, kwa uadilifu, kwa nidhamu. Linafanya kazi kwa kufuata sheria za nchi. Hiyo ndio misingi yetu ambayo tunayo. Tunafanya kazi kwa weledi mkubwa. Wananchi hawana sababu hata kidogo ya kukana taarifa, wazilete. Jeshi la Polisi hivi limewezeshwa kwa kiasi kikubwa, ndio maana mmesikia
ninampongeza kwa dhati kabisa mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania kwa namna alivyotuwezesha. Kwa hiyo hawana sababu ya kuficha taarifa. Watuletee sisi tuweze kuzifanyia kazi ili tukomeshe kabisa haya mambo ya uhalifu katika mkoa wetu. Lakini lingine ambalo tunawakumbusha, kwa majina naitwa Mohamed Idi, mwenyekiti wa Pikipiki mkoa wa Mwanza. Ndugu afande RPC, mimi sina swali ila nina pongezi kwako na Jeshi la Polisi kwa ujumla. Pongezi nyingi sana kwako wewe kamanda RPC na waandamizi wako wote kwa namna ambavyo mkoa wetu wa Mwanza umekuwa ni salama. Ni kwa juhudi kubwa sana ambazo mmeendelea kuzifanya kwetu. Ila la pili ni pongezi kwako afande RPC kwa namna ambavyo umekuwa ni shirikishi kwa makundi yote toka kipindi huko hapa. Yawezekana ni miongoni mwa RPC ambao wamekuwa ni shirikishi kwa jamii. Karibu kila hatua umekuwa ukitushirikisha na ukiyashirikisha makundi. Mimi nilikuwa nina pongezi kwa upande wako. Hongera sana kwa kile unachokifanya. Tunashukuru kwa amani tunaipata kwa Mwanza. Kwa jina naitwa Francis Kafaridi, mimi ni mkazi wa Mkuyuni na pia ni mfanyabiashara. Niseme asante sana kwa Jeshi la Polisi kuja na mfumo huu. Mfumo huu ni shirikishi. Tunafahamu sisi kama raia wa kawaida tunajiandaa kwenda kwenye uchaguzi, na kikao cha wafanyabiashara ni muhimu sana kwanza kuelewa namna ya njia tunayopaswa kutumia, hasa katika kipindi hiki ambacho kama alivyosema kamanda kwamba tunajiandaa na uchaguzi. Amani ndiyo iwe nguzo yetu ya kwanza katika kipindi hiki. Maana amani ikiharibika hata hizo biashara hatutazifanya. Mheshimiwa Mtafungwa, kusema kweli umekuna nyoyo za watu. Sisi tunaotembea mikoani, nikiangalia mazingira ya mkoa wa Mwanza ulivyo leo, tuna amani ya kutosha kabisa. Tunatembea usiku hadi usiku wa manane tukijidai. Kamanda, ulichofanya hata maafisa wako wanajifunza. Hata siku haupo atatokea mmoja atasimama ataenda na mfumo huu. Mimi nikutie moyo, umeweza, endelea. Toka hapo ulipoanzia, wafuate na ndugu zetu wengine, yapo mengi ya kufanya. Na kushukuru sana Mwenyezi Mungu na pamoja na maafisa wako, wewe staff wako, RCO, deputy RCO na maafisa wengine wote, maOCD na maOCCID, maOCS. Tunakutakieni kazi njema kabisa. Tunawaamini kabisa. Nyinyi ndio nguzo yetu ya kwanza. Tunalala usingizi mororo kwa sababu yenu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.